Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na tupo katika robo ya pili ya mwaka 2025. Ni kukumbusha kwamba tupo katika swala zima la vidokezo, tamathali za semi, ishara. Leo katika somo la 6 ni kukaribishe mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tutaweza kuangalia hasa kuelewa kafara katika sehemu hii ya 6. Karibu sana tuweze kuungana sote kuweza kusoma neno la Mungu. Nikuombe mchungaji Musa Mika uweze kutupatia ombi, alafu kisha tuweze kuendelea na mjadala wetu. Karibu sana mchungaji Musa Mika. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, tunakutukuza na kukuhimidi kwa ajili ya kutupatia fursa hii ya pekee ya kujadili neno lako. Tunakusihi kwamba ututakase, tujaze kwa Roho wako. Amina. Elekeza fikra na mawazo yetu ili yale ambayo unakusudia kwamba yaweze kusikika kwa watu wako leo na kwetu pia yakaweze kutekelezeka sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Asante Baba, katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Ninashukuru sana mchungaji Mika kwa kuweza kutufungulia kwa ombi kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ninakaribisha tena mpendwa mtazamaji, ungana nasi kuweza kuianza hii safari tena ya kuweza kujadili kuelewa kafara. Lakini kabla ya kwenda katika somo la 6 la leo, ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutukumbusha japo kwa muhtasari somo letu lililopita, somo la 5, tuliangalia kitu gani hasa? Maana unajua masomo yetu haya yanaenda kwa mfuatano. Karibu sana mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Somo la juma lililopita, somo la 5, lilikuwa juu ya mataifa sehemu ya pili. Ndio. Nitaje kwa labda makundi ya namna hii, mambo mawili. La jambo la kwanza tuliloliona pale katika somo hilo lililokuwa la kuvutia sana ni jinsi Mungu alivyoonekana kutoa amri. Kwa namna fulani kuna sehemu somo lilituelekeza kwamba hata kwenye uumbaji zile zilikuwa amri. Alitoa agizo akasema ikawa. Kila siku uumbaji ukatokea kwa amri au kauli iliyotoka kinywani mwake. Lakini pia tukaona jinsi ambavyo amri kwa mwanadamu, baada ya mwanadamu kuumbwa sasa, ikiwa na tunaweza kusema sehemu mbili. Mwanzo sura ya 2 ya 16 na ya 17, aliposema matunda ya miti yote ya bustanini mnaweza kula. Hiyo ilikuwa sehemu ya kwanza ya ile agizo au amri aliyotoa yenye baraka kwa mwanadamu. Lakini ya pili, ila matunda ya mti ulio katikati ya bustani, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile. Hiyo ndio sehemu ya pili ya agizo au amri ambayo Bwana alisema alitoa. Hivyo hili la kwanza ni jinsi Mungu alivyotoa maagizo, amri na mambo yakawa. Tuliliona hivyo. Lakini la pili na mwisho tuliliona ni kwamba mataifa, falme zimekuwepo tangu mwanzo, zinazodhihirisha ya kwamba Bwana Mungu ndiye mtawala. Na jinsi ambavyo alionyesha kwenye Danieli 2, baadaye kwa kina zaidi kwenye Danieli 7, mtiririko wa zile falme zinavyopungua kwa uthamani. Hitimisho ni moja, ufalme wa mbinguni unapoingia, na baada ya hapo ufalme huo unakuwa ndio unaotawala milele zote. Hivyo tukapata changamoto nzuri kwamba tuchague kujisalimisha kwa mfalme ambaye anatawala milele. Na ndio maana fungu letu la kukariri lilikuwa Zaburi ya 46 aya ya 10 lililosema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha na kutupatia picha ya kile ambacho tulikiangalia katika somo letu la 5. Sasa moja kwa moja twende katika somo la 6 kuhusiana na kuelewa kafara. Mchungaji Mika, ninajua tunaingia kwenye vipengele kwa undani leo juu ya kafara, ambapo ndo tunajikita zaidi kulingana na somo letu. Tafadhali hebu tupatie kwa ufupi tutakachokijadili katika juma hili kuhusiana na kafara kwa ujumla. Nini ambacho tutakiona? Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Na tukifikia kwenye kafara, ndio
kama tunakuwa tumefika kwenye kiini pale. Naam. Yeah. Maana pale msalabani ndipo mambo yetu yaliamliwa. Ndio. Nilikuwa naangalia picha. Naangalia picha ingawa ni kama ziko 3-4 pale kwenye somo letu pale ukurasa wa 70. Lakini iliyonivutia zaidi ile ya katikati, chini kuna madhabahu, kuni zimewekwa, Yeah. alafu mwana kondoo bila shaka amelazwa pale. Ndio. Nadhani ameshachinjwa yule. Yeah. Kabisa. Kabisa. Ingawa picha zetu hazionyeshi ile damu, lakini Yeah. amelazwa. Lakini juu yake kuna msalaba. Yeah. Kuna msalaba, na kwenye msalaba kuna aliyeangikwa pale. Yeah. Ambayo bila shaka tunaweza kuchukulia kwamba ikiashiria kusulubiwa kwa Yesu. Yeah. Kafara. Naam. Kafara zilitolewa sana Mashariki ya Kati, si ya kale. Ya walitoa, na wale waliotoa walitoa kupoza miungu. Ndio. Najua kuna wakati binadamu tunadhani ukiona mambo haya kuendelea unavyotaraji, hisia ni kwamba miungu imekasirika. Na watu wamepewa majina mengine kwa shinikizo ya kile kilichodhaniwa miungu inayataka. Kwa hiyo walitoa kafara kama njia ya kupoza Ndio. hasira za miungu. Pelekea vitu pale wakadhani miungu imekula, basi mambo labda yakaonekana kama yametulia. Ndio. Na mfano wa mama aliyekuwa anaombea mtoto, yani anapeleka, wanafanya sio kafara research, lakini wanaenda kutafuta msaada kwa hiyo walioita miungu. Anatulia siku moja, ya pili anaanza tena. Lakini tunaona kwamba kafara zinatajwa na zimeenea sana katika Biblia. Ndio. Na kutoka Mwanzo ambayo tumekuwa tunaitazama sana katika somo letu hili, ziko kafara, lakini kafara za wale wa mataifa waliokuwa natoa kwa miungu, ambayo kwa kweli sio miungu, ila ni vitu vilivyochukuliwa na kupewa hadhi ya Mungu. Ndio. Zilitolewa, zilikuwa zina mtazamo kwamba miungu ile imewaumba hawa watu ili wawe watumwa wake. Ndio. Na kwa hiyo wanaitumikia, wanateseka kwa ajili yake. Lakini Mungu wa Biblia ambaye ndiye tunazungumza habari zake, yeye anaonyeshwa kwamba yeye aliwaumba watu ni kweli ili waweze kumwabudu, lakini yeye ndiye anayewahudumia. Ndio. Yeye ndiye anayejitoa, yeye ndiye anayehangaika kwa ajili yao. Hata inapofika kwenye kafara, jambo la ajabu, tutamuona tena akichukua jukumu Ndio. la kuja kuwalipia kile ambacho walipaswa walipe. Yeah. Kwa hiyo tutatazama kafara. Moja ya mafungu maarufu sana kwenye Biblia ni tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Ni sio fungu la kukariri, mwenye kitu sio kanipongeza kwamba nimekariri, lakini fungu maarufu. Fungu letu la kukariri leo linasema, nao wawimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Imechukuliwa katika Ufunuo sura ya 5 aya ya 9. Ukitazama pale naivuta kidogo tu kwamba Yohana anaona kuna kitabu, na kile kitabu kimefungwa au kina mihuri 7. Mmoja alikuwa anasema ni kama vile kuna vifungo 7 ambavyo vilikuwa vinafungwa, vinakazwa, lakini kwa kutumia wax nini, kama mshumaa ile, kama lakiri. Lakiri hilo ndio neno. Ndio. Kwa maana kwamba huwezi kufungua ile mpaka yote 7 ifunguliwe. Na inaonekana kama kina pande zote
kina maandishi ndani na nje. Haikuwa kawaida hasa waliposhughulika na mirathi au wosia kuandika pande zote, na maana haya yaliyo humu ni mambo makubwa zaidi. Na nilikuwa nikiangalia fungu nikaona mwenyekiti kwamba utafikiri naturudisha sura ya 4 aya ya kwanza, ambapo Yohana anaambiwa njoni kuonyeshe mambo yatakayokuwa baada ya hapa. Sasa anafikiri anaonyeshwa, ghafla anagundua hamna wa kukifungua kile. Bila shaka ni kama ni kijitabu chenye urithi wa jamii ya wanadamu, lakini lazima aje wa kufungua. Ndio anaambiwa yuko simba wa kabila la Yuda. Wakanaangalia fungu niligundua kuna sehemu nyingi sana Yuda alitamkwa katika urithi kama simba. Na maneno yale yakaja kutamkwa kwenye Isaya pia. Kwa hiyo anapojitokeza huyu ambaye alikuwa kama mwana kondoo aliyechinjwa, au kama mwana kondoo, ndio maneno anasema wawimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri kwa kuwa ulichinjwa. Leo tunazungumzia msalaba na au kafara, na yeye anaonekana kama alichinjwa. Niseme mambo mawili. Kimsingi tutatazama umuhimu wa kidini na maadili wa dhabihu. Tutaziangalia dhabihu, lakini tukiangalia umuhimu wa kidini na wa maadili. Alafu pia tutaziangalia dhabihu tukiangalia umuhimu wa kinabii wa dhabihu. Ndio. Kwa maana nyingine somo letu ni kama linatazama zaidi Mwanzo sura ya 4 pale mwanzoni, alafu pia linatazama Isaya 53. Hata hivyo labda niseme hivyo kwa kifupi kwamba tutatazama hiyo, na kitu kinachovutia ni kwamba tutamuona jinsi ambavyo Yesu anawasilishwa kama mwana kondoo aliyechinjwa na kutoa kafara ambayo ni yeye tu ambaye ana uwezo wa kuitoa au anayestahili kuitoa kafara ambayo itafaa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Ndio. Ninakushukuru sana mchungaji Mika kwa kuweza kutupatia picha kile ambacho tutaweza kukiangalia katika kuelewa kafara. Nirejee tena kwako mchungaji Tuvako, na kuna swala kuwepo kwa kafara zisizo na maana. Hizi hazina maana. Sasa ni zipi hizo kulingana na somo letu la juma hili ambalo tunaliangalia kuhusiana na kuelewa hizi kafara? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Namna tunavyoangalia kafara ziwe za maana au zisizo za maana, majibu yetu yapo kwenye neno la Mungu. Ndio. Historia inatuonyesha yafuatayo pia kulingana na mwongozo wetu juma hili. Kuna watu wawili. Mmoja aliitwa Kaini, mwingine aliitwa Habili, wana wa Adamu na Hawa. Na wanakuja kwetu kulingana na sura ile ya Mwanzo 4 wakiwa na namna tofauti za kumjia Bwana na dhabihu zao. Kwa nini naanzia hapo? Ni kwa sababu yanayofuata baada ya hapo ni matokeo ya makundi mawili. Ndio. Sura ya 4 inapozungumzia juu ya hawa wawili inadhihirisha jinsi ambavyo Kaini anakuja. Labda nikisoma hii mwenyekiti kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Sura ya 4 ya Mwanzo tutasoma aya ya 3 hadi ya 7. Sura ya 4 ya Mwanzo na sura ile tutaangalia aya hizo ya 3, ya 4, ya 5, 6, 7. Inasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Na tunapotazama muktadha wa hawa wawili, tunajua kwamba tayari walikuwa wameelekezwa namna ya kuleta sadaka. Ndio. Na ni aina gani ya sadaka Bwana alitarajia kutoka kwao. Kaini anaamua kulingana na neno hili, analeta kwenye aya ile ya 3, Kaini analeta mazao ya ardhi
tutaona baadaye mbele kidogo, kwa muda mfupi hapa, sadaka kwa Bwana. Habili anapotajwa kwenye aya ya 4 hatajwi akileta kwa Bwana, lakini watu wanamtolea Bwana sadaka. Ni nini hiki? Tukio hili linadhihirisha kwamba kwanza niende kwenye ukurasa, napenda sana maelezo yaliyopo katika mwongozo wetu, ukurasa wa 79 ambapo moja ya tofauti ambazo zinatajwa kati ya Kaini na Habili. Ndiyo. Ni kwamba Kaini anatoa kwa Mungu kama kitendo cha kutimiza tu juhudi yake kwake. Ndiyo. Si kwa sababu ni furaha yake kufanya hivyo, wala kwa sababu ya imani yake kwa dhabihu ya Kristo au inayotarajiwa, yani sadaka itakayokuja kwa njia ya mwana wa Mungu. Sio kwa sababu hiyo, ila ni kwa sababu anataka kumwonyesha Mungu kwamba ametekeleza, anamfanyia Mungu, anatoa kwa Mungu. Na hivyo, lakini Habili kimsingi anakuja akitambua Mungu anakusudia kufanya nini kwake. Anakuja kwa Mungu akijua jinsi ambavyo Mungu anakusudia kutoa sadaka kumwokoa Habili na uzao wa wanadamu. Hivyo hawa wanatofautiana kwa namna pia wanavyokuja na sadaka yao. Mara nyingi huwa tunakimbilia kusema ni kwa sababu, kwa nini Kaini sadaka yake ilikataliwa? Kwa sababu alileta mazao. Kwa nini ya Habili ilikubaliwa? Kwa sababu alileta mwanakondoo au wanyama. Lakini mwongozo wetu unatufundisha kitu cha ziada zaidi ya hapo. Si swala tu la kile alicholeta, kwa sababu kuna mahali pengine Bwana ametaka sadaka ya malimbuko ambayo ni mazao. Sasa kwa namna hiyo ungeweza kusema kuna kosa gani na Kaini? Msingi uko hapa. Katika ukurasa wa 79 napenda nichukue hii point ya kwanza pale. Jambo la kwanza ambalo linaonyesha tofauti ni kwamba Mungu anapomtazama Habili, neno la Kiebrania lililotumika katika kuandika ujumbe huu wa awali ni kwamba anaonyesha, napenda neno linafanya kama la Kiingereza la mshangao, wow. WAW, ikimaanisha anatazama kwa hamu. Anapomwona Habili anakuja, anaona hiyo, na hivyo anamuona Habili sio tu sadaka. Na ndio fungu lile liliposema Kaini katika aya ya 5 anasema hakumtakabali wala sadaka yake, ikimaanisha sio swala la sadaka tu, moyo wa yule anayetoa na kile anachotoa. Hivyo kwa Habili akamkubali yeye na sadaka yake. Lakini ni kweli pia, ni dhahiri kwamba sadaka ya Habili ina tofauti, kwa sababu licha ya kwamba anaonekana kuwa inawezekana aliweka malimbuko pale. Yaani sadaka, nisome tu ibara hii inaposema sadaka ya Habili ilihusiana na ahadi ya mwana kondoo wa kimasihi wa Mwanzo sura ya 3 aya 15, ambayo angetolewa dhabihu ili kuokoa ulimwengu, ambapo sadaka ya Kaini ilikuwa ibada tupu na kaida isiyo na maana. Tofauti ikoje? Sababu Adamu anapomfundisha kufanya hilo, anafahamu kwamba tangu awali hata mavazi Mungu aliyowavisha yalikuwa ni dhabihu ya mnyama. Anatambua kwamba kutoa mnyama kulikuwa na maana hiyo. Nimalizie kusema hivi, ukweli juu ya sadaka zisizo na maana unatajwa kwenye Isaya 1, na mtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kusoma kuanzia aya ya 2 hadi ya 15, Isaya sura ya 1, inapofafanua jinsi ambavyo Mungu anasema hawa watu niliwapenda, lakini wakaniasi, na hivyo sitaki dhabihu zao. Ndio. Hizo ndio hizo za kafara zisizo na maana. Ina maana gani? Ni kama za Kaini. Na vivyo hivyo anasema vingine tena katika sura ile ya 56 ya Isaya, aya ya 6 na ya 7. Tena unajua anasemaje? Anasema juu ya wageni wasio wa Israeli. Anasema walipokuja baada ya kuzishika sabato zangu, ninazikubali dhabihu zao. Kwa maana hiyo ni ile habari ya namna gani moyo umetolewa katika sadaka hiyo. Inakubalianaje na Mungu aliyeiagiza hiyo sadaka? Imekubaliana vizuri? Ndiyo. Kwa namna hiyo sadaka ile inaambatana na moyo wa mtoaji.
Na hivyo ndio maana katika Zaburi ya 51 aya 17 anasema dhabihu za moyo ni roho iliyovunjika. Na hivyo katika hilo Mungu anatufundisha kwamba anatazama moyo. Hiyo ni Samueli wa kwanza 16 aya 7. Na hivyo aliangalia moyo wa Habili na anaangalia moyo wa Kaini. Unataka dhabihu iliyokubalika, moyo kwa Mungu, na sadaka kulingana na anavyotaka yeye. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Kabla ya kwenda kwa mchungaji Mika hapa, mchungaji Tuvako, ni ongezee kidokezo kimoja, kunaweza ukakieleza hiki. Kuna fungu kwenye Biblia ambayo inasema kwamba kabla ya kutoa sadaka yako nenda kwanza kapatane na jirani yako. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kabla ya kutoa sadaka yako inabidi kwanza usafishe njia zako. Si ndio hiyo? Tena nakushukuru mwenyekiti kwa kulidokeza, kwa sababu unajua hatuwezi kusoma kila kitu hapa. Lakini kinatajwa vizuri pia katika ukurasa wa 79 na wa 80 katika mwongozo ya kwamba kwa sababu hakufanya mapatano mazuri Kaini na Mungu, hata uhusiano wake na nduguye uliharibika mpaka akamuua. Na kwa lugha hiyo hiyo Kristo anasema fanya upatanifu na nduguyo kabla hujatoa sadaka. Inamaanisha ni pembe tatu ya ushirika katika sadaka. Wewe na Mungu ndio, lakini wewe na ndugu yako pia upo wajibu. Sawa. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Sasa nirejee tena kwa mchungaji Mika hapa. Mchungaji Mika, kulingana na somo letu la juma hili, wapo ambao wameita huduma fulani kwenye Agano la Kale kuwa ni kama unabii mdogo wa kifo cha Yesu pale msalabani. Maana yao ni nini hasa wa kusema hivi, na hili linatusaidiaje katika kipindi chetu hiki cha leo? Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Nataka kuamini walioita hivyo walikuwa wanazitazama kafara zilizokuwa zikitolewa. Ndio. Kwamba zilikuwa zinatabiri au zinatoa taarifa kwamba mbele anakuja, zilikuwa zinatangaza kwamba anakuja. Mambo ya Walawi sura ya 4 aya 32 mwenyekiti. Ndio. Naye akileta mwana kondoo kuwa sadaka ya dhambi, ataleta wa kike mkamilifu. Yes. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake sadaka ya dhambi, kisha atamchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatwaa katika hiyo damu ya sadaka ya kuteketezwa kwa kidole chake na kuitia katika pembe ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, kisha damu yake yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama mafuta ya mwana kondoo yalivyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongezwa kwa ajili ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Wako ambao wanatazama, maana wanyama wamechinjwa wengi. Bila shaka sitakuwa nimeenda mbali nikisema alianza Mungu. Na kama hakuchinja alipata wapi ile ngozi aliyowapa? Aliyowavika. Nilipenda ulivyoweka kwamba sadaka ya Kaini alichukua kutoka kwa mazao, kama ambavyo Adam na Hawa walitengeneza mavazi yao kutoka kwa majani. Ndio. Sasa bahati mbaya kumbe yale yananyauka. Lakini ya Kaini ya Abili alitoa mnyama, kama ambavyo Mungu anamvisha ngozi kutoka kwa kafara ya mnyama. Ndio. Wanyama wengi wamechinjwa. Mwingine anasema labda ni ishara ya ukatili. Mwandishi amependekeza kwamba ni kweli, maana hata kifo anachokikabili Yesu ni cha kikatili. Ili atuokoe, ili lazima Yesu auawe kikatili katika msalaba kwa kuonewa. Yani kuonewa, na wanatafuta na mashahidi wa uongo ili waweze. Kwa hiyo jibu linalokuja la haraka kwanza mwenyekiti ni kwamba
maelekezo ya Mungu katika bustani ya Eden ni kwamba siku mtakapokula matunda ya mti mtakufa hakika. Na watu wengine wameuliza mbona hawakufa? Jibu limekuwa hili ambalo tunalijadili. Likizungumzwa na Ufunuo kutokea huku mwanzo. Ufunuo anamtaja huyu mwana kondoo tunayemsema kwamba alichinjwa, Ufunuo 13 aya 8, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ndio. Kwa lugha rahisi, Yesu alishajitoa kwa ajili ya kufa. Na ni rehema hiyo inayotokana na kujitoa kwa Yesu kufa ambayo inawafanya hawa kupitia kwa kondoo anayechinjwa wao wasalimike. Na kwa miaka yote watu wa Mungu wanaelekezwa kwamba kila wanapoenda kwa Bwana, namna ya kuhamisha dhambi zao kutoka kwao na kuwa huru ni kwa kuleta mnyama huyu ambaye ametajwa hapa, mbuzi wa kike au basi kondoo. Tumesoma mbuzi au kondoo? Ni kondoo, mwana kondoo. Mwana kondoo, yes, wa kike ataletwa na anaweka mkono wake juu ya huyu mwana kondoo, anaungama dhambi zake. Ndio. Anahamisha dhambi zake kwenda kwa huyu mwana kondoo. Kuna ufanani mwingi sana utauona katika Isaya 53. Ambapo utaona kwamba hata Yesu anasema Mungu aliweka dhambi zetu zote juu yake. Hapa anasema unahamisha dhambi kisha unamchinja. Na unapomchinja anakufa na damu yako inahamishwa kwenda kufanya upatanisho. Ukiitazama kienyeji utaona kama ulikuwa ni usumbufu au ni mateso kwa wanyama, lakini Mungu alitaka tuelewe vizuri kwamba dhambi si kitu chepesi hivyo. Ikishaingia tena haitoki tu kwa mnyama, inatoka kwa damu ya Yesu. Nadhani ningetamani nilikaza hili zaidi kwa kusoma aya, kama utaniruhusu mwenyekiti. Nitaisoma tu labda baada ya muda kidogo. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko hayo, mchungaji Mika ataweza kuendelea na maelezo ambayo alikuwa akiyatoa hapa. Endelea kubaki nasi. Hii ni Hope Channel Tanzania. Mungu ametubariki sana katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na kiwanda chetu cha uchapishaji kikiitwa Ufunuo Publishing House, ambacho kiko hapa Morogoro. Ni kiwanda cha pekee mahali machapisho yanakotokea ama yanakofanywa, na watu wengi hawajajua bado Kiswahili kizuri kinapatikana Tanzania, na hivyo machapisho yanayochapishwa katika kiwanda kilichoko Tanzania ni machapisho mazuri na ya pekee ambayo yanaweza yakawabariki. Na kwa sababu hiyo kunaonekana kunahitajika mashine kubwa na jengo kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ongezeko la washiriki au waumini katika kanisa. Kama anavyosema katika Danieli, wale wanaofanya kazi ya kuandaa wengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini zaidi ya hapo, uzima wa milele ni wako, lakini na yule atakayefikiwa na huduma kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pamoja na mashine hizi 32 ambazo tunazo kwa sasa, lakini imefikia hatua sasa inaonyesha kabisa ya kwamba tunahitaji kuweza kupiga hatua tokea hapa tulipo kwenda hatua nyingine ya kisasa zaidi. Hivi karibuni kamati husika zimepitisha kujenga jengo kubwa zuri ambalo litakuwa kwa utukufu wa Bwana, kuhakikisha kwamba machapisho yanachapishwa katika kiwanda chetu cha Ufunuo. Tarehe iliyokusudiwa kuhitimisha zoezi hili ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Wakati ni sasa. Tafadhali changia sadaka yako kupitia Tigo Namba ama Mixx by Yasi kwa nambari 15218385 au changia kupitia CRDB Benki kwa akaunti namba 01J1077253500 au NBC Bank 026103879 pamoja na NMB Benki kwa
akaunti namba 22110036. Jina ni Ufunuo Publishing House. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kwa sasa ni kukaribishe mchungaji Mika. Ulikuwa ukiendelea kueleza kuhusiana na hii kafara. Karibu sana mchungaji Mika. Asante sana ndugu mwenyekiti. Nisome sasa Waebrania 10, nitasoma kuanzia aya ya 3, aya chache, ingawa mtazamaji anaweza kwenda mpaka aya ya 10. Anasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Mwenyekiti, kuna mengi ya kuzungumza katika hili, lakini nitazungumza labda vitu vitatu tu. Naam. Kimoja, aya hizi zinaonyesha kwamba ingawa wa kondoo na mafahari hao walitolewa kafara, ndio, lakini kwa zenyewe hazikuwa na uwezo wa kusafisha dhambi. Zilitumika kama ishara. Na katika Biblia kuna ishara nyingi zinatumika. Kwa mfano, tunaposhiriki ule mkate tunaosema ni wa meza ya Bwana, ndio, ni mkate kabisa tunatoa kwenye ngano. Na wale wa mama wanatengeneza vizuri, wanaoka na tunatafuna. Lakini kwa imani. Ndio. Kuna neno alikuwa analikaza pastor alipokuwa anazungumzia Habile. Kwamba kumbe alipokuwa anapeleka sadaka, alikuwa anapeleka na moyo wake. Ndio. Mungu alimtakabali yeye na sadaka yake. Kwa hiyo kwa imani walipokuwa wanatoa ndio zile kafara kwa imani ya kutii kile Mungu alichoelekeza, dhambi zao zilisamehewa. Na yani walisamehewa dhambi na kuwekwa huru. Lakini usafishaji ulingoja. Hii ikawa kama ni kivuli au ishara ya kifo ambacho Yesu angekuja kukifanya katika msalaba wa Kalvari. Mwongozo wetu unatuonyesha kwamba hapa ametumia maneno hizi zingine hukutaka. Si kwamba alizichukia, ila ni kwamba hazikuwa na sifa ya kutosha kumfanya mtu aweze kusamehewa dhambi. Naomba ni nukuu katika mwongozo wetu ukurasa wa 76. Amri ya Mungu iliyovunjwa ilidai kifo cha mwenye dhambi. Katika ulimwengu wote alikuwepo mmoja tu ambaye angeweza kwa niaba ya mwanadamu kutimiza madai ya sheria. Kwa vile amri ya Mungu ni takatifu kama alivyo Mungu mwenyewe, ni yule tu aliye sawa na Mungu ndiye angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya kuiasi. Alafu anasema hakuna mwingine yeyote isipokuwa Kristo ndiye angeweza kumkomboa mwanadamu aliyeanguka ili atoke katika laana ya dhambi na kumrejesha tena katika upatanifu. Kristo angejitwika mwenye hatia na aibu ya dhambi imchukizayo sana Mungu mtakatifu kiasi kwamba ni lazima ingemtenga Baba na mwanawe. Kwa hiyo mwenyekiti, nilikuwa narejea hapa ili niweke mkazo kwamba anaposema hakutaka, si kwamba ilikuwa kinyume naye, hapana. Anataka tujue zilikuwa na jukumu lakini kama ishara. Lakini mwenye zoezi ili anayekuja kulikamilisha ni Yesu. Nilikuwa nimeanza kufananisha, mwongozo wetu umetoa ufanani mwingi unaoonyesha suala la kafara ya kondoo iliyotolewa
na jinsi Yesu alivyokufa. Katika Isaya 53 kwa mfano anasema, wewe unapoomba hapa kwenye mambo ya Walawi unaweka mikono juu ya kondoo, lakini pale unahamisha dhambi zako kwenda pale. Na pale anasema Mungu ameweka dhambi zetu zote juu yake. Na utaona anatamka kwamba alichumbuliwa kwa ajili yetu, adhabu ya amani yake iliwekwa juu yetu, ambao ndicho kilichokuwa kinafanyika katika hizi kafara. Na zilifanya hivyo, mmoja alisema zilikuwa kama tiketi. Ukitaka kusafiri basi unakata tiketi. Siku hizi huko kwetu sisi Morogoro basi SGR. Unakata SGR hizi unaweza kukata siku 4 kabla usipoangalia. Lakini za ndege unakata muda mrefu zaidi hata. Ndio. Na ukishakata usafiri. Ila tiketi inakuhakikishia kwamba wewe ni msafiri. Ukiingia ndani ya treni, tiketi ile imemaliza kazi yake. Imekufikisha ulipokuwa unahitajika. Ndio iliyokuwa sababu ya hizi, kwamba kwa kufanya hivi kwa imani wanakubaliwa. Hilo la usafishaji litangoja ile damu ya Yesu. Na wengi walilala kabla ya kifo cha Yesu, lakini walisamehewa dhambi. Tuna uhakika kwamba siku ile Yesu aliposema imekwisha, akakata roho, inatamkwa bayana kwamba pazia lilipasuka, zoezi lile likakoma. Ni hakika kwamba hatimaye yule ambaye alikuwa ndiye anayelengwa kwamba ndiye angesafisha dhambi, kifo chake kilikuwa sasa kimekamilisha na zoezi hilo limekamilika. Asante sana mchungaji Mika kwa maelezo hayo. Ni rejea tena kwako mchungaji Tuvako. Kristo Yesu anathibitishwaje kama mwana kondoo wa Pasaka kwenye somo letu la juma hili kama tulivyosoma? Na hilo linatusaidiaje katika kipindi chetu hiki cha zama hizi zetu leo? Karibu sana mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Swala la kutoa mwana kondoo au mwana mbuzi ndio ni swala ambalo ni ishara, kama ambavyo mwongozo wetu unatuongoza kuona tamathali za semi, ishara, vidokezo. Na nikijibu swali hilo nitaenda moja kwa moja kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka, ambapo tutaangalia aya chache kama ifuatavyo. Kutoka 12 nikisoma kuanzia aya ya kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Kwa lugha rahisi, ndio mwanzo wa mwaka. Ndio katika kuhesabu kwenu mwaka mtaanzia hapa. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu, na asema semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu, aya ya 5, atakuwa hana ila. Anasemwa mume wa mwaka mmoja, naye mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi. Aya ya 6 anasema, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Aya ya 7, nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi. Anasema, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Naye anasema tena, mtamla hivi, na mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Umeuliza swali juu ya mazingira ya huyu Pasaka. Na lugha ya Kutoka 12 inaeleza hatua ya mwisho
ya harakati za Mungu kumwokoa Israeli kama taifa kutoka Misri utumwani. Hii hatua ya mwisho inapofanyika ya ukombozi, Bwana anaweka ishara ambayo inaashiria pia ukombozi ambao sio tu halisia wa kimwili, lakini pia ukombozi wa kiroho unaokuja kupitia kwa Kristo, kafara au dhabihu iliyo hai. Sasa kwa lugha rahisi, Kutoka 12 inapotumia kielelezo au ishara ya mwana kondoo, inamwambia muumini ya kwamba hili swala la Pasaka lilipangwa ili kuokoa, haliji kwa ajali. Ndio. Siku ya 10 andaa mwana kondoo. Achinjwe siku ya ngapi? Ya 14. Yaani huduma ilienda kwa maandalizi na kwa kukusudiwa. Na anaonesha bayana kwamba kama isemavyo Isaya 53 aya ya 7 na ya 8, anauawa, anasema aliuawa na alihukumiwa kwa sababu ya makosa yetu. Na hivyo tukio lile la kuchinjwa kwa mwana kondoo liliashiria huduma ya Kristo kutolewa kafara kwa ajili yetu tuliohukumiwa, tuliostahili hukumu ya kifo. Anaingia pa mahali petu. Ninapenda maelezo yaliyopo kwenye ukurasa wa 73 yanayosema kwa lugha ifuatayo. Na unajua yanapeleka picha hii mbele. Hatutasoma kila aya kwa sasa, lakini kwenye Ufunuo sura ile ya 5 aya ya 6 inayosema anastahili mwana kondoo. Ndio. Na hivyo maelezo haya kwenye ukurasa 73 katika ibara ya kati yanasema hivi: miaka mingi baada ya kifo, ufufuo na kupaa kwa Kristo, Petro alitafakari juu ya kile kilichotokea, naye akaandika, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Hiyo ni Petro wa kwanza sura ya kwanza ya 18 na ya 19. Ni kama vile Mtume Petro anapigilia msumari wa kuthibitisha kile kilichotendeka Misri kiliashiria nini. Mtume Petro anasema tumeshuhudia sasa, maana yeye alikuwepo Kristo anapoambwa msalabani. Asiye na ila wala waa, ikiwakilisha pia tabia. Yaani Kristo hakuwa na dhambi, hakuwa na dosari yoyote iliyomfanya afae kufa kwa ajili ya mwingine, lakini anatoa uhai kwa sababu ya kumkomboa mwingine. Nimalizie hili mwenyekiti kwa kuyatazama katika namna mbili zilizodokezwa katika somo letu juma hili. Moja ni kwamba Kristo anaingia kama Adamu wa mwisho. Adamu wa kwanza alishindwa, alianguka katika dhambi. Na hivyo ni Wakorintho wa kwanza aya ya 15:45 inamtaja Kristo anapokuja kama Adamu wa mwisho. Anakuja kumkomboa Adamu aliyeshindwa. Ni hilo ni la jambo la kwanza. Anakujaje hivyo? Anakuja kama binadamu. Katika ubinadamu wake anasimama kama Adamu wa mwisho. Anakuja kwa namna hiyo na anaishi maisha makamilifu. Lakini jambo la pili, anakuja kama Mungu. Ndio. Mungu kati yetu. Kwa namna gani? Ukamilifu wake unaonekana, na Filipo anatajiwa na Bwana Yesu, aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Na hivyo haji tu na ujumbe wa namna moja. Unaweza kuwa mtu mwema sana mwenyekiti, ukaamua kutoa uhai wako kwa ajili yangu. Mahali ambapo mimi ningeuawa, wewe ukauawa. Lakini kufanya hivyo kunaweza kuniokoa tu mimi leo. Mimi ambayo ningeuawa hapo, wewe umekufa kwa niaba yangu, sio? Lakini haniokoi milele. Hilo litakuwa limekomea hapo. Tendo jema sana tena la ajabu, lakini litakuwa limekomea hapo. Kristo kuwa Mungu ambaye ni mkamilifu katika uungu wake, na kisha kuwa mwanadamu ambaye hana hatia. Ndio. Kufa kwa ajili yetu kunamfanya astahili
kifo chake kuwa mbadala kwa namna ambayo kile kifo ambacho kilistahili umilele wa kupotea amekiondoa kwa yule anayemwamini. Na ndio nimalizie kwa ile nukuu pale, Yesu wakati huo alisulubishwa wakati wa Pasaka, na kama ilivyokuwa wakati ule na zaidi sana kwamba yeye ni mwana kondoo aliye halisi. Kuhani mkuu alipomuuliza Yesu juu ya mafundisho yake Kristo alipokuwa hapa duniani, Kristo alirejea ukweli kwamba yeye mwenyewe alikuwa hadharani hekaluni kama ilivyokuwa dhabihu imeandaliwa bila kificho. Alikuwa hekaluni wakati ule, anasemwa hapa katika ibara hii ya mwisho kwamba alionekana kwa kila mtu, maisha yake, kazi yake, mafundisho yake, vyote vikadhihirisha yeye alikuwa nani. Yeye ni mwana kondoo asiye na waa wala kasoro, udhihirisho wenye nguvu zaidi wa haki na utukufu wa Mungu. Anatutaka tumwamini yeye, na katika kumwamini yeye anakuwa sadaka, dhabihu kwa ajili ya kila anayemwamini. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, Mungu anaoneshwa akijidhihirisha kwetu kwa namna gani kupitia kwenye hekalu lile la Israel? Karibu sana mchungaji Mika. Asante. Unatamka nikakumbuka Kutoka 25. Ndio. Aya 8 aliposema nao wanifanyie patakatifu, naam, nipate kukaa kati yao. Kwa kweli shauku ya Mungu mwenyekiti tangu mwanzo, tangu dhambi ilipokuwa inaonekana kututenganisha, imekuwa kuturudisha. Ndio. Amina. Na mahangaiko yote haya, nikitumia lugha ya kibinadamu, ni kwa ajili hiyo. Fanya kila ambacho kinatakiwa kufanyika kisheria au kihalali ili turudi. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba hatuwezi kurudi vile tulivyo sisi na dhambi zetu. Na aya za Biblia zinasema maana Mungu hapendezwi na ubaya. Muovu hata kaa kwake. Anasema Zaburi, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako, Daudi anasema, na kusujudu. Kwa hiyo jitihada ya Mungu imekuwa hivyo. Ametumia manabii, ametumia njia zote hizo, lakini hatimaye Yesu alikuja. Katika swali lililouliza, ningependa nisome sehemu mbili katika Biblia. Moja, Wafalme wa Kwanza sura ya 8, nitasoma aya ya 5 kuelekea ya 10 kwa haraka nitakavyoweza. Mfalme Sulemani na mkutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuwako pamoja naye mbele ya sanduku, wakichinja sadaka kondoo na ng'ombe wasioweza kuhesabiwa wala kufahamika idadi yao. Makuhani walileta sadaka. Nataka nisome fungu la 7 kwa maana anasema, kwa maana makerubi yalinyosha mabawa zao juu ya mahali pa sanduku, makerubi yakalifunika lile sanduku na miti yake kwa juu, na lile anasema, na ile miti kwa kuwa mirefu, ncha ya miti zilionekana katika mahali patakatifu mbele ya chumba cha ndani, lakini hazikuonekana nje, nayo iko huko. Fungu la 9 anasema, hamkuwa na kitu ndani ya sanduku ila zile mbawa 2 za mawe ambazo Musa aliziweka, anasema, ndani huko Horebu Bwana alipofanya agano. Fungu la 10, kama makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Ndio. Aya hii mwenyekiti inatuonyesha kwamba baada ya Sulemani kujenga lile hekalu na kumuomba Bwana, Bwana aliitikia. Na Bwana akaonyesha ukubali wa uwepo wake kwa nyumba kujaa wingu, kuashiria utukufu wa uwepo wa Bwana. Hivyo ndivyo lilivyokuwa hilo hekalu. Bwana alisema, mnijengeni kae kati yenu, na kweli akaonekana kama amekuwa hivyo. Lakini ilikuwa ni kwa njia ya kuona wingu. Ndio kiasi hicho. Sasa katika kitabu cha Hagai, naweza kuisoma haraka. Hagai sura ya 2, nisome aya ya 7.
Aya 7 anasema, nami nitatikisa mataifa yote. Ndiyo. Na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Mwenyekiti, nyumba ya pili inayojengwa na hawa watu waliotoka kule Babeli, waliosafiri kuja kuijenga, ndio misingi ilipokamilika, wazee walioona ile ya kwanza walilia. Walisema haikuwa na utukufu kama ile ya mwanzo. Na baadaye ilijengwa ikakamilika. Lakini nabii wa Mungu Hagai alionyeshwa kwamba, na Bwana akamwambia wala wasiwe na wasiwasi, Bwana ataijaza nyumba kwa utukufu, na utukufu wa hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Sasa wakiangalia kwa maana ya dhahabu na vitu vilivyotumika kujenga, hawakuona huo utukufu. Lakini Hagai alikuwa anazungumza juu ya kile ambacho kingefanyika katika hekalu. Labda nisome Mathayo 8:3. Nilisema mawili, kumbe nilikuwa nimesahau kufikiria hii. Yesu akanyosha mkono, ngoja niseme, naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Fungu la 2, na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akasema, nataka takasika, na mara ukoma wake ukatoweka. Yesu akamwambia, angalia mtu. Hii inaonyesha miongoni mwa vitu ambavyo Yesu alivitenda wakati wake akiwa anaingia katika hekalu. Mathayo 1, labda nitasoma hii ya mwisho. Mathayo 1 aya 20 na 21. Naye atazaa mwana, na utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie lile neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba. Nilikuwa nasoma haya hizi, mwenyekiti, ili kutaka kusema neno moja tu. Katika nyumba hii ya hekalu hili la pili, Yesu ambaye ni Mungu aliyechukua ubinadamu alitembea na kuingia ndani yake. Mungu alikuwepo, Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo utukufu wake ulikuwa wa kwanza, na tunaweza kumbuka mara kadhaa hata wakati ule alipobadilika uso wake kidogo ukawa na mng'ao, wale waliokuwa nauza vitu pale wakalazimika kukimbia. Kwa hiyo Yesu alipoingia hekaluni akafanya hekalu lile liwe na utukufu kuliko lile la kwanza. Nikataka nipendekeze, kumbe uwepo wa Yesu kwetu ndio wa maana zaidi, unaoleta tofauti yote. Ama kwa mtu binafsi, katika familia, kanisani au kokote kule, uwepo wake ukiwepo unafanya tofauti yote. Amina. Nashukuru sana mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, licha ya Bwana Mungu kuwa muumba wetu na manabii kama Isaya, Yohana, wanawasilisha ukweli gani muhimu kwetu kuhusu uhusiano kati yetu sisi wanadamu na yeye? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nashukuru. Nikianza kulijibu swali hili, nikumbuke tu kwamba katika kitabu cha Ufunuo peke yake neno mwana kondoo linatajwa karibu mara 30. Ndio. Lakini inapofikia swala la namna ambavyo kama ulivyotumia mifano ya manabii hawa wawili, ya Yohana na Isaya, naona mambo yafuatayo yakiwa bayana. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji anaweza kwenda pale katika Isaya sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 5 kwa muktadha wa nabii Isaya, na kisha Ufunuo sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 11 kwa muktadha wa nabii Yohana. Na utaona mambo yafuatayo yakipelekana. Jambo la kwanza ni kwamba ni bayana kwamba wote wanapomtazama Mungu, la kwanza wanalolitamka, wanalolishuhudia, viumbe wale wa mbinguni wanapowapatia picha ya pale, ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Utakatifu na ukuu wa Mungu. Ile hali isiyo ya kawaida ya utakatifu na ukuu wake ndilo la kwanza wanaloliona. Na hilo linaleta matokeo gani? Iwe ni Isaya katika ile sura ya 6, iwe ni Ufunuo katika sura ya 4, wale wanadamu licha ya kuwa manabii wanayeyuka, wanaona uovu na upungufu wao. Na ile kutambua hilo, Isaya anasema, ole wangu nina midomo michafu.
katika Isaya ile sura ya 6 ya 5, Yohana analia kwa sababu ya ukweli unaohuzunisha kwamba anashindwa kuelewa nani atakayeweza kufungua kile kitabu ambacho ana imani ya kwamba hapo ndipo wokovu wake na binadamu wote ulipo. Nimalizie kwa kusema hivi ya kwamba licha ya wote hawa wawili kuyeyuka na kugundua udhaifu wao, tumaini lao linapatikana kwa yeye aliye katika kiti cha enzi, aliyeumba vyote. Na ndio maana baadaye Yohana anaposema na ahimidiwe mwana kondoo wa Mungu, ambaye yeye ndiye aliyeumba, anasema pale pia kwamba amesulubiwa tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ndiye pia mkombozi. Hakuumba tu akaacha, anarudi tena na kuokoa. Na hivyo kwa namna ya pekee kupitia kwa manabii hawa ninajifunza na kuona jinsi ambavyo kwamba licha ya Mungu kutuumba, licha ya Mungu kutukomboa, msalaba unasimama kama kielelezo cha wokovu, cha ushindi ambao unapatikana katika Kristo. Tukimwamini, tukimpatia maisha yetu, matendo yetu hayawezi kutubadilisha, hatuwezi kustahili, lakini yeye akikabidhiwa maisha, yeye ndiye peke yake anayeweza kutufanya kuwa na tabia inayotustahili kuokolewa, kufanana naye. Asante sana mchungaji Tuvako, na tunapofikia ukingoni wa kipindi chetu, mchungaji Mika, unajisikiaje hasa unapoona Yohana akilia na kisha kunyamazishwa katika kauli kwamba mwana kondoo hakika ameshinda? Na hii kauli pia tunaiona kwenye kile kitabu cha Ufunuo 5 na ule mstari wa 5. Karibu sana mchungaji Mika, unajisikiaje? Karibu. Kwa kweli kwanza niseme hata sijui nitajisikiaje, maana hisia za kwanza wena nitalia. Maana kuna kulia kwa furaha lakini naamini nitaanza kuimba. Nitajiunga na wale walioimba wimbo wa Musa wakati wanavuka pale bahari ya Shamu. Nitajiunga na kule mbinguni kundi la Yohana wanapoanza kuimba wastahili. Umestahili maana ulichinjwa. Kwa kuwa ulimwaga damu yako ukawanunulia watu, kamnunulia Mungu. Sifa, shukrani, kumtukuza ndivyo vinavyobakia kwetu, kumtukuza Mungu kwa ajili ya namna alivyoweza kufanya kutupatia wokovu mkubwa namna hii, na labda cha maana zaidi kumpa mioyo yetu. Naam. Nikushukuru sana mchungaji Mika, lakini pia nikushukuru mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na nikushukuru sana ewe mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwa kutenga muda wako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapomaliza ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, tunakutukuza, tunakusifu na tunakuabudu. Wewe uliyetuumba na wewe pia ambaye umetukomboa kwa thamani, kafara ya ajabu. Tusaidie kwa namna ya pekee kukubali maishani mwetu. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila mmoja wetu tujitoe kwako, na kwa namna hiyo tufichwe katika mbavu zako, katika ulinzi wako, na tuokolewe milele. Asante kwa kutusikia, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen.